Na tume ya kutetea haki za binadamu nchini imeonya dhidi ya aina yoyote ya ghasia zinazolenga wananchi kabla ya maandamano yanayopangiwa kufanyika kesho. Haya yanajiri huku baadhi ya wahudumu wa matatu, jamii na ya wafanyabiashara na viongozi wa chama cha ODM jijini Nairobi wakiimarisha mito kwa Wakenya kujiepusha na maandamano yaliyo na ghasia. Mwanahabari wetu Joseph Wakhungu na taarifa hiyo. Tume ya kutetea haki za binadamu nchini imeonya dhidi ya ghasia za aina yoyote zinazolenga waandamanaji watakaoshiriki kwenye maandamano hapo kesho, kutoa heshima kwa wale walioaga dunia wakati wa maandamano dhidi ya mswada wa fedha mwaka 2024. Tume hiyo imesema kuwa imewapeleka maofisa wake kwenye sehemu mbalimbali kubaini visa vyovyote vya ukiukaji wa haki na kuhakikisha kwamba wahusika wanachukuliwa hatua za kisheria. And therefore we are going to be holding to account whoever is involved tomorrow with the violence against women and also violence against any other Kenyan. Baadhi ya viongozi wa chama cha Orange Democratic Movement jijini Nairobi wakiongozwa na mbunge wa Makadara George Aladwa wamewahimiza wananchi wapuuze miito ya kuandamana na badala yake wadumishe amani. Tunasema kesho hatutakuwa katika hii maandamano, na sisi tunasema vizuri na tunasema na uwazi ya kwamba tuko nyuma ya our president William Samoei Ruto. Wakati huo baadhi ya vijana mtaani Kibra walitoa wito wa utulivu, wakisema kuwa maandamano ya awali yamewasababishia wananchi hasara. Tunaomba tu mavijana wenzetu, maandamano kuna venye inatuadhiri na sio mzuri. Hata kama saa hii tumesimama hapa tunasema kesho tusiende maandamano, tufanye biashara. Na mimi vijana na waomba msikubali kutumika kwa kisiasa za kishenzi. Hakuna jenzi hata moja mwenye atarauka kesho kuenda hiyo maandamano ya Wamunyoro. Miito sawa na hiyo ilitolewa na viongozi katika eneo la Embakasi ya Kati waliowahimiza wakazi wadumishe amani au kususia maandamano. And mine is just to urge the residents of Umoja One and the residents of Embakasi West and the residents of the entire Nairobi County to keep peace. Wakati wowote kama Mkenya na kwa kila jambo ambalo unafanya unahakikisha kwamba hauhatarishi maisha wala mali yako ama mali ya wengine. Na katika kaunti ya Kisumu, wasimamizi wa jiji hilo, wafanyabiashara na baadhi ya wakazi pia walitetea mbinu bora zaidi za kusuluhisha mizozo. You know, commemoration can be in different things. You can be doing candle lighting. You can identify an environmental corner. You can plant trees there. Is a emotional event and sympathizer, but it's not a tool to be used to cause more problems. For the youth, my take is we need to find a way to engage in a proactive way of doing things in life. Wengineko, chama cha wamiliki wa biashara mjini Thika kimesema kuwa wafanyabiashara wameamua kutofungua biashara zao ili kulinda maisha na biashara zao. And we are telling our business people, please, better be safe than sorry. So please try to keep off the demonstrations. Ni right ya kila mtu kuandamana na ifanyike vile itafanyika, lakini biashara ya mtu amejenga biashara kwa miaka mingi, usikuje kuharibu na siku moja. Na baraza la wazee wa jamii ya Kikuyu wametoa wito kwa Inspekta Jenerali na halmashauri huru ya kutathmini utendakazi wa polisi kuchukua hatua dhidi ya wahundi. Those who feel that they would like to celebrate the anniversary of the 2024 killing of the Gen Zs, we pray and we urge them to demonstrate, if they have to, in peace. Alafu naweza omba wale polisi ambao wako pale nje, kazi yenu ni kutulinda, sio kutuua sisi kama vijana. Tafadhali, please give us the security that we need. Joseph Wakhungu, Darubini.